Katika historia ya dunia, hakuna kitu kilichowahi kuacha alama za maumivu kama vita. Vita ni tukio ambalo huanza kwa sababu ndogo sana, lakini matokeo yake huwa ni makubwa na ya kutisha. Mara nyingi wanaoanzisha vita huwa ni viongozi, lakini wanaoteseka zaidi huwa ni watu wa kawaida. Ili kuelewa ukubwa wa tatizo hili, tunahitaji kurudi nyuma kidogo katika historia. Na hii ni The Story Vault kutoka Charlie Media. Leo nazungumzia swala zima la vita na baadhi ya vita vilivyotokea. Mwaka 1914, dunia iliingia katika moja ya vita vikubwa kuwahi kutokea, World War, yani vita ya kwanza ya dunia. Vita hii ilianza baada ya kuuawa kwa kiongozi wa Austria aitwaye Archduke Franz Ferdinand katika mji wa Sarajevo. Tukio hilo lilionekana kama jambo dogo, lakini kwa sababu mataifa mengi yalikuwa na mikataba ya kijeshi, nchi nyingi ziliingia vitani haraka. Ndani ya muda mfupi, vita hiyo ilienea katika sehemu nyingi za dunia. Wanajeshi walipigana kwa kutumia bunduki, mizinga na hata gesi za hatari. Katika mashamba ya vita ya Ulaya, askari walilazimika kukaa kwa mitaro kwa miezi mingi wakipigana vita ngumu sana. Watu zaidi ya milioni 16 walipoteza maisha katika vita hiyo, lakini baada ya maafa hayo, dunia haikupata amani ya kudumu. Miaka 20 baadaye, dunia iliingia tena katika vita kubwa zaidi, World War II. Vita hii ilianza mwaka 1939 baada ya kiongozi wa Ujerumani Adolf Hitler kuanza kuvamia nchi nyingine za Ulaya. Hitler alikuwa na ndoto ya kuifanya Ujerumani iwe dola kubwa zaidi duniani. Ndoto hiyo ilisababisha vita kali sana kati ya mataifa makubwa kama Ujerumani, Uingereza, Marekani na Urusi. Katika kipindi hicho dunia ilishuhudia ukatili mkubwa sana. Moja ya matukio ya kutisha zaidi lilikuwa mauaji ya mamilioni ya Wayahudi katika kambi za mateso zilizoanzishwa na utawala wa Nazi. Tukio hilo linajulikana kama The Holocaust. Lakini tukio lililotisha zaidi lilitokea mwaka 1945 wakati vita ilipokuwa inaelekea mwisho. Rais wa Marekani aliamuru matumizi ya silaha mpya ambayo dunia haijawahi kuona kabla. Hii lilikuwa ni bomu la atomiki alilolipiga nchini Japan. Bomu la kwanza lilidondoshwa katika mji wa Hiroshima nchini Japan. Ndani ya sekunde chache, mji mzima uliharibiwa vibaya. Maelfu ya watu walikufa papo hapo. Siku chache baadaye, bomu lingine lilidondoshwa katika mji wa Nagasaki. Tukio hilo lilibadilisha historia ya vita duniani. Baada ya maafa hayo, Japani ilisalimu amri na vita ikaisha. Lakini athari za mabomu hayo bado zinaonekana hadi leo. Watu wengi waliathiriwa na magonjwa ya mionzi na baadhi ya watoto walizaliwa na matatizo ya kiafya kwa miaka mingi baada ya vita kuisha. Lakini madhara ya vita hayaishi kwenye vifo tu. Kwanza kabisa ni uharibifu wa miji na miundombinu. Vita vinapopiganwa, majengo, shule, hospitali na barabara huharibiwa kwa kiwango kikubwa. Baadhi ya miji hubaki magofu kwa miaka mingi. Pili ni njaa na umaskini wa kutisha. Vita uharibu mashamba na biashara, uchumi wa nchi uporomoka na watu wengi hukosa kazi na chakula. Tatu ni tatizo la wakimbizi. Wakati vita vinapotokea, watu hulazimika kukimbia makazi yao ili kuokoa maisha yao. Katika vita vya kisasa kama Syria Civil War, mamilioni ya watu walikimbia nchi yao na kwenda kuishi katika nchi nyingine kama wakimbizi. Nne ni madhara ya kisaikolojia. Watu wanaonusurika vita mara nyingi hubaki na kumbukumbu za kutisha sana. Baadhi yao hupata msongo wa mawazo na hofu ya kudumu. Watoto wanaokulia katika maeneo ya vita mara nyingi hukosa elimu na maisha ya kawaida. Hali hii inaweza kuathiri maisha yao yote. Ndiyo maana leo dunia imejaribu kutafuta njia za kuzuia vita. Mashirika kama United Nations yaliundwa ili kusaidia nchi kutatua migogoro kwa njia ya mazungumzo badala ya vita. Lakini pamoja na juhudi hizo, migogoro bado ipo katika sehemu mbalimbali za dunia. Hii inaonyesha kwamba amani ni kitu kinachohitaji kulindwa kila wakati.
Historia ya vita inatufundisha jambo moja muhimu sana. Hakuna mshindi wa kweli katika vita. Hata taifa linaloshinda kijeshi bado hupoteza watu wake, uchumi wake na amani yake. Kwa hiyo, tunapojifunza historia ya vita, tunapaswa kukumbuka thamani ya amani. Amani ndio inayowezesha maendeleo, elimu na ustawi wa jamii. Mwisho wa vita huwa ni machozi, maumivu, historia ya huzuni ambayo vizazi vijavyo hulazimika kuikumbuka.